kuingia na nini, naomba nisaidie kopi. Basi nikamwambia bei, akakubaliana, nikamchongea. Sasa nimemchongea, tumekaa kama siku 2-3. Kumbe yule mzee ana hiyo tabia, anafika guest anachukua chumba, akichukua chumba akitoka anaenda kuchonga funguo, afu baadaye anaaga kama anaenda kutafuta usafiri ili aende kazini huko anakokwenda. Sasa akitoka anazunguka kidogo anarejea. Akirejea anamwambia bwana, gari la kampuni leo alijaja, nimepata taarifa labda linakuja wiki ijayo. Basi wanamwambia sawa. Anarudishiwa chumba chake kile alichokuwa amepangisha. Mara anakataa, anasema hichi chumba bana, usiku baridi na nini, naomba nibadilishiwe. Kumbe tayari ana kopi ya funguo. Anapobadilishiwa chumba sasa anaanza kutiming na yule aliyopangisha kile alichokuwa na kopi ya funguo. Naona sasa anamvizia yule mtu kaenda kuoga au ametoka tu kwenda kutafuta chakula au nini, anaingia ndani anachukua vitu vya huyo mtu kwa nia ya uwizi. Sasa siku hiyo mhudumu yuko anafanya kazi mahali, anafanya kazi kwenye chumba kingine. Sasa si akawa anaangalia huko nje kwa kupitia dirishani, mara anamwona yule baba ameingia chumba cha mwenzake. Mhudumu akasema mbona kaingia tu na fungua nao, basi huenda wanafahamiana. Mhudumu akawa anaendelea na shughuli zake. Huyo mwenye chumba amerudi kuangalia ndani, anakuta simu aliyokuwa ameacha chaji hamna. Kuangalia vitu vyake, baadhi ya vitu havipo. Laptop yake ilikuwa kwenye begi naye haipo. Basi akamuuliza mhudumu kwamba mhudumu, vipi hapa kwenu? Inakuaje? Kuna mtu kaingia na mna kopi nyingine au ilikuaje? Mhudumu akamwambia mbona nilimwona yule mpangaji mwenzio naye aliingia chumbani kwako. Twende tukamuulizie. Basi katika kwenda kumuulizia wanajaribu kumgongea, jamaa kagoma kufungua. Kugoma kufungua mpaka wanaita polisi. Kuita polisi kuja kumlazimisha akafungua. Baada ya kufungua kwenda kumsachi, wakakuta vitu vya yule mgeni mwingine viko kwake. Naona basi wakamkamata. Walipomkamata wakampeleka kituoni. Kumpeleka kituoni akawa anataka kumfungulia kesi. Huyu jamaa akasema hapana, mimi ni msafiri na sina muda wa kufuatilia kesi, kwa hiyo mtu wenu nawaachia. Wakawa wamemwacha pale polisi. Sasa polisi katika kusachi simu yake wakakuta namba zangu. Nikapigiwa, njoo hapa kituoni. Nikaenda kufika namkuta yule baba. Wananiuliza huyu baba unamfahamu? Nikamwambia huyu baba mteja wangu wa funguo. Wakasema kumbe ndio unayemchongeaga? Nikamwambia wakanipa wakaniambia huyu baba huyu mwizi. Wakanipa information namna anavyofanya uwizi. Kumbe ni anaenda anachukua ufunguo wa guest, anakwenda kuchonga, hatimaye anafanya uwizi, uhalifu kwenye vyumba vingine. Basi polisi wakaniambia usio unawachongea watu funguo bila kuwa na uhakika wa kwamba ni mhusika wa hiyo funguo. Wale ndio changamoto tunazo kutana nazo kwenye kazi zetu, kama za kuchonga mihuri na kutengeneza funguo. Kupambana na hizo changamoto, mara nyingi hatukubali kuletewa kopi, labda iwe kwenye sabuni hivi. Na zile kopi za kwenye sabuni mara nyingi wanakuwa waizi. Lakini kama mtu anayefunguo wa kopi, ina maana sio mwizi. Kama yeye anaye kopi kabisa ya funguo, tunapata uhalali kwamba ni kweli ni mhusika wa funguo, ndo maana anayefunguo na anatafuta kopi yake. Ushauri wangu kwa wachongaji na kwa wananchi, mara nyingi kitu kama funguo wako kuwa nao makini. Unaweza ukawa na mfanyakazi kumbe ana malengo mabaya. Mara nyingine anachukua funguo anakwenda nao. Mara nyingi funguo usiweke katika mazingira ya kutokuwa salama sana, yani kwa kila mtu anakuwa mtu anachukua tu, hata kama ni mfanyakazi wako. Mara nyingine anachukua anaenda kuchonga kopi, anavizia huko, anaingia ofisini, anachukua vya kwake anavyojua, au anafanya hata document anaweza kukubadilishia.
Vitu mihuri sana nachonga kama vikundi hawa vya mikopo, walimu wa shule, taasisi, tunachongea mihuri. Mi namba yangu ya simu ni 0768 607 606. Patikana hapa Mabuchani, kwenye mabucha ya nyama Karatu. Ukija chumba namba 22 unanikuta hapa nje. Walikuwa na huduma ya kuchorewa, labda bango la biashara, umepoteza funguo wako, umebakiwa na kopi moja, unataka kuchonga nyingine. Hizi za Orlando tunachonga sana tu vitu vya hivyo.